Kwanza lazima tufahamu kutokufanya vyema kwa Yanga lazima tuweke tabaka, lakini usajili wa Yanga ni kikohozi kwa mtu mwenye pumu kwa msimu wa pili. Sasa hivi kikohozi kwa mtu mwenye pumu, kwa maana kwamba kumekuwa hakuna nafuu. Yanga wanaendelea kutumia makoko, sio matandu tena. Kwa nini? Leo Yanga walishafanya usajili wa mtu mbadala kama Max, walishafanya usajili wa mtu mbadala kama Pacome, walishafanya usajili wa mtu mbadala kama Mudathir, walishafanya usajili wa mtu mbadala kama Mzize, walishafanya usajili wa mtu mbadala kama Halidi, walishafanya usajili wa mtu mbadala kama Duke, lakini mpaka leo hao ndo wameendelea kuwaokoa. Tafsiri yake ni kwamba usajili wanaofanya haupatii shabaha, japo usajili huo hauwaondolei wao kuwa na timu bora. Lazima tuweke tofauti. Unapokosea usajili lakini ukiwa na wachezaji bora waliokuwepo, pia usajili huo makosa hayaonekani sana, isipokuwa unaweza kuyatafuta eneo dogo tu. Yanga unaweza kukosoa usajili wao kwamba hao wachezaji wanaokuja hawaongezi nguvu ambayo hawana. Kwa nini? Tunategemea usajili wa Yanga utakaoongezeka uongezee nguvu ya kwenda mbali hata kimataifa, lakini ndani ya ligi aina ya wachezaji waliokuwa nao kwenye timu yao bado msaada mkubwa kwao. Ndio unaweza kuona sasa hivi wanaongoza ligi, vinara wa alama, vinara wa magoli pia hata ya kufungwa. Tafsiri yake ni kwamba ukiondoa wale wachezaji waliokuwa nao, hawa wanaowaleta ni kikohozi kwenye pumu, hawatoi nafuu. Yani tunaweza kusema wanaziba pancha na kilaka kilichotoboka. Maana kwa kijana upepo unaondoka tena. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinawasumbua Yanga Africans.